Leo ni siku ya Sport Day. Kwa heshima hiyo, kama taifa tumeamua kuipa Tanzania Salama Sport Day. Tunazungumza na wana masumbwi wazungumze maendeleo ya boxing kwenye Tanzania, hususa siku ya leo ya Sport Day, miaka minne ya serikali kwenye michezo. Wao kama mabondia, nini wamenufaika nacho, nini kiongezeke, nini kifanyike kwenye miaka mingine inokuja ili kuhakikisha boxing inatusogea hapa na kwenda mbele. Niko na Simba Idi Pialali, bingwa wa mkanda wa PST. Tuko naye hapa, tutazungumza naye, atatoa maoni yake. Huyu ni miongoni mwa watu ambao wamenufaika kwa namna moja ama nyingine kwenye miaka minne ya serikali kwenye michezo. Hashtag yetu ni kwamba Tanzania Salama Sport Day. Pialali, kwema? Ya, nipo poa kabisa, siwe kaka. Vizuri kabisa. Nipo poa kabisa, mzima afya. Hongera kwa kujaribu kupigania mkanda wa PST na kuutetea na kuupa hadhi. Kwako ni furaha kubwa kiasi gani? Napenda kumshukuru Mungu na furaha kubwa kwa sababu ya kuchukua mkanda wa PST na pamoja na koti ya mama. Kwa hiyo furaha ilikuwa ni furaha kubwa. Na hapa nilipo namshukuru mzee wangu mzee Salum kama manager, na hapa ndio kuna ofisi yetu, ni kambi ya Idi Pialali, makao makuu ya Idi Pialali kwa mzee Salum kama meneja. Kwa hiyo napenda kumshukuru mama Samia Suluhu ya kutoa nokoti ya mama, kwa sababu ija kutokea toka malaifi waanze, nafikiri ndio mara ya kwanza tunagombania nokoti ya mama. Kwa hiyo nafikiri ija kutokea kwa namba zake, tunashukuru sana kwa hiyo. Pialali, uwe ni kama ndizi, ulikuwa kwenye utamu, ubichi na ukakasi. Leo hii boxing inazungumzwa. Baada ya football, boxing ndio mchezo ambao unafuata. Kwako unazungumzaje miaka minne ya serikali kwenye boxing? Toka serikali tolee macho boxing imepanda sana. Miaka nyuma tofauti na miaka sasa hivi, wazetu wacheza ngumi kwa hazina faida, hazina thamani. Lakini sasa hivi ngumi zina thamani na faida, na sisi tunaona mabondia sasa hivi wakubwa na tuna maendeleo. Ni zamani ngumi kulicheza kama uuni, kama usela, lakini sasa hivi ngumi kama ni maisha yetu. Na ni mtu ana focus kwenye ngumi kutengeneza maisha, na serikali ilipotolea macho ngumi mpaka sasa hivi ipo juu, na mabondia wanafanya maendeleo, mabondia wana maisha, wana magari, wana majumba kupitia mchezo wa ngumi. Kwa hiyo miaka minne ya boxing ni miaka minne bora, ni bidii nzuri ya serikali kutolea macho boxing ipo juu, na paka makampuni waweze kujiaminisha kuingia kwenye boxing moja kwa moja. Unaona Azam TV, unaona wengi, unaona makampuni mengi yameingia kwenye boxing kwa sababu ya kusupport boxing, kwa sababu tayari serikali ishaonesha wangu kama boxing ni mchezo wa maisha. Kwa hiyo watu wenyewe tayari wapata moyo na nguvu kuonekana, kumbe tu support wana michezo. Na tu support kama hivyo, unaona sasa hivi tunaonekana na media zote no support. Kwa hiyo miaka minne hii ya mama, miaka minne hii ni miaka tumepiga hatua kwenye box na tupo vizuri, ila kikubwa zaidi ni kuomba mama kama mama, baada nafikiri baada ya kishapitisha kwake, mimi nachoona kwamba atungeze arena ya boxing, kwa sababu tuna uhaba ya arena ya ngumi Tanzania, bado hatuna. Tunatumia ukumbi tu ya watu wa kawaida, lakini tutahitaji arena ili mchezo wa ngumi uwe mara zaidi. Arena tunaona ni kubwa zaidi ya boxing. Leo ni siku ya michezo, Sport Day Tanzania nzima tunaadhimisha hivyo. Uzungumzie mkanda wa PST, mwingine labda afahamu, mzungumza kwa niaba ya mkanda wa PST. Mkanda huu wa ubingwa wa PST na ubingwa Mashariki na Kati, yani maana izungumzia Afrika na Afrika kati, maana Uganda, Kenya, Zambia, Malawi, Burundi. Kwa hiyo ndio mkanda ni mkubwa kiasi, kwa sababu tayari umenibeba katika box rank. Nilipochukua huu na tole nilivyokuepo tofauti na sasa hivi nilipokuwa. Kwa nilipochukua ubingwa box rank nimepanda. Kwa hiyo mkanda una heshima yake, na mkanda kwa miaba ya mama. Kwa sababu koti ya mama, huu ndio mkanda wake miaba ya mama. Kwa hiyo mkanda umenipandisha katika box rank. Nimetoka nilipotoka, nimepanda juu kwa sababu kuchukua ubingwa. Kwa sababu nilichukua mara ya kwanza, nikautetea mara ya pili, basi ni wa kwangu. Kwa hiyo una faida katika mkanda. Pialali, tarehe 29 ni siku ya uchaguzi. Kama nchi tunaenda kuchagua viongozi wetu, na wewe kama mwana masumbwi, zungumza na Watanzania, zungumza na vijana kuelekea tarehe 29, siku muhimu na siku yenye maamuzi kwenye taifa letu. Siku ya tarehe 29, mimi nachoambia Watanzania, twendeni tukapiga kura na Watanzania kwa ujumla, kwa sababu ya
twende kama Lele Seto. Mimi mfano kama Pialali, mimi nishampigia kula tayari, yani bado kwenda kuwakilisha tu, lakini mama nishampa miaka 5 na sio 5, mimi kwa pia nampa miaka 10 mbele. Kwa hiyo Tanzania twendeni tukahakisha nchi tukapige kula ili mradi tumpishe mama yetu Mama Samia, kwa sababu Mama Samia Suluhu maendeleo yake yanaonekana, na hata Tanzania ilivyo na tukalivyokuwa mpaka sasa hivi kama sisi na michezo, upande wa ngumi, upande wa mpira tunafaidika na tunanufaika kwa sababu anatusamini mama na tutolea macho upande wa michezo. Kwa hiyo nasema tunataka kupige kula tumpishe mama yetu Mama Samia Suluhu. Na kama unaona kama Simba Pialali, hapo kuna mama, hapa kuna Simba Pialali. Kwa hiyo tayari mimi nishampisha mamangu, na mpaka meneja yangu mzee Salum ametoa banko kwa niaba ya mama. Kwa hiyo nafikiri hilo tuende tukapige kula tu. La mwisho, Pialali, tumeona fight yako uliocheza pale Kijitonyama, watu uliona umebadilika. Kuna muda ulikuwa unatembea sana kwenye ringi, alafu kuna muda ukaamua kupigana. Ni style ambayo umekuja kuonyesha kitu kipya, ama ni kutokana na mpinzani umeona ukitaka kuchubizana naye ni mgumu ukaamua kuja na ile style? Maana watu wengi wanapiga kelele pale ukumbini, bwana Pialali, mbona upigani? Kwanza ule mpinzani nilimtegemea kwa sababu nilimfuatilia jinsi alivyo na mimi tofauti. Nimeamua kucheza vile kwa sababu ya style ya mpinzani alivyo, kwa sababu ninacheza mbona kaitwa Simba. Kwa hiyo Simba anacheza jinsi alivyo, mnyama anapokuja na kumpokea. Kwa hiyo yule mpinzani anapokuja mimi nikampokea jinsi alivyo, kwa sababu nimeona jinsi alivyo amenizidi nguvu, na kama mlivyoona at weight mimi na weight tulitafuriana, alikata lakini tayari weight ilikuwa ipo juu. Kwa hiyo nimeamua kucheza vile kwa sababu ya kuscore point na kushinda, kwa sababu tayari nishamwona tofauti na mimi alivyo, kwa sababu anapenda kupigana na amenizidi nguvu. Kwa hiyo ningewa nipigane kama anavyopigana naye game, nafikiri ningeisha njiani, lakini Mungu kutembea kwa miaba ya kuscore point na kushinda. Kwa hiyo kama vile, kwa hiyo mpinzani nicheza kulingana alivyo yeye mpinzani, lakini suni game inafuata lingine mpinzani nitacheza vingine tofauti na pale. Kwa hiyo nacheza kulingana na mpinzani alivyo, nacheza kulingana na mpinzani anavyokuja. Kwa hiyo yeye anapigana, mimi nacheza, akipigana akicheza, mimi napigana kucheza. Kwa hivyo Pialali, wewe ni bondia mwenye experience kwenye mchezo huko muda mrefu. Wewe na Mafia Boxing ni sehemu ya familia yako. Zungumza neno moja kwa mdogo wako, kijana wako Ibrahim Mafia. Haikuwa siku nzuri siku ile, wewe ulifanikiwa kushinda, lakini yeye hakufanikiwa kushinda, alipoteza. Story kubwa, watu wakawa wanamdhihaki, wanamcheka, wanambeza. Je, ulipata nafasi ya kuzungumza naye? Lakini kama hujapata nafasi ya kuzungumza naye, unamwambia nini kijana wako, mdogo wako ambaye ana muda mrefu sana kwenye boxing tofauti na wewe, lakini pia wewe unajua namna ambavyo pressure, kutuliza pressure, kuzungumza na viongozi na Watanzania unapopoteza? Zungumza na kijana wako. Kama Ibrahim Mafia ni mdogo wangu, ni bondia unasema kampuni mimi nafanya nao kazi. Kwa hiyo Ibra alivyotoka kuni fight pale siku hiyo mimi nilikuwepo, na baada ya mimi akacheza Ibra. Kwa hiyo nilivyoshuka mimi akaingia Ibra, na alipopoteza nikakaa naye nikaongea naye nikamliwaza. Huu ni mchezo boxing, mambo matatu: kuna kushinda, kuna kupigwa na kuna draw. Kwa hiyo yote aina tatu hii inabidi ukubaliana nayo. Kwa hiyo nafikiri tuliweza kuongea naye, nafikiri ameshalikava sasa hivi na fight inarudiwa na ipo intention, ipo tayari kule na fight, na nafikiri kwa safari hawezi kumpiga tena mshata, atapigwa mshaka. Lakini Ibra yani ni moja familia, na wala alitoka mchezo na watu wanambeza. Huu ni mchezo, wajua Tanzania mambo matatu yapo katika boxing. Kwa hiyo yote ni mchezo. Kwa hiyo tunaweza kuongea naye, nafikiri ameshalikava na ipo mazoezini. Kwa hiyo nafikiri mwezi wa 12 tarehe 27 fight inarudiana, na Ibra ipo tayari, kwa sababu alikuwa anaongoza yeye, lakini mistake katika boxing ipo Kijidrei ndio, na hii mistake tulitokea bahati mbaya, lakini fight ilikuwa anaongoza Ibra, lakini mistake tumetokea ndio ikawa vile. Lakini naamini mwezi wa 12 tarehe 27 Ibra anaenda kuonyesha ubora wake na anaenda kuonyesha ubingwa wake, na yule mchawi hawezi kutoboa tena, kwa sababu tayari ametushamsoma, kashamuona, tushaongea naye, na tayari mwenyewe yupo tayari kupigana hata kesho kurudiana naye, kwa sababu hakunziwa kumzidi sana katika fight. Kwa Ibra ipo vizuri, ila Tanzania huu ni mchezo, wala msimbezi mtu kwa sababu kapigwa. Ndio mchezo, ndio matokeo katika box. Kuna matokeo matatu. Kwa hiyo wala kusema mtu kushinda tu kushinda, ipo siku mtu atateleza bahati mbaya atapigwa, na ipo siku atalikava, maisha yataendelea, na
atakuwa bingwa wa dunia. Hakuna bondia bingwa wa dunia bila kukosa kupigwa. Mabondia atashapigwa. Mtu bingwa wa dunia kisha pigwa na akawa bingwa wa dunia. Na uwezi kujua thamani ya mchezo wako bila kupoteza. Huyo mimi pia mpaka sasa nimesimama pazuri na naendelea kuwapiga kwa sababu nishataka kupigwa. Nishapigwa. Ndio hapo nimekosea hivi. Kwa hiyo mchezo lazima upigwe, lazima upigwe, alafu ndio endelee. Uwezi kuwa bingwa mpaka ukazeeka. Hiyo no. Mabondia wote ujue wamepigwa, alafu wakaendesha mchezo, wakaendelea mchezo wa box. Kwa hiyo Ibra, ninasema tu wa Tanzania, fight ipo marudiano na tushamsoma mpinzani na Ibra kamsoma vizuri. Kwa hiyo safari nyingine inayokuja watafurahi wa Tanzania. Mtafurahi sana. Hawezi kutoboa tena kwa safari Tanzania. Neno lako la mwisho kwa wanao wa Manzese hapa, tumekuja tumepokelewa vizuri. Zungumza na Manzese yao. Simba PLR. Balesa big up sana. Danger, Zengwe, Small Tiger. Nawapenda sana ndugu zangu. Na kwa sababu mnanisupport bondia wenu wa Manzese na hizi kambi zote za kwangu. Hizi kambi za Datoni zote ni kambi zangu, Sarajevo zote kambi zangu, zote ni kambi Standale, wote ndio vichaka vya Simba wanapolala. Kwa hiyo nawapenda sana. Msikate tamaa ndugu zangu. Fight inakuja mwezi wa 12 27. Kama kawaida Manzese nyanyuke, tunaenda kushangilia tena. Sijai kuangusha Tanzania. Big up sana. Nachukua tena knockout. Lazima nichukue tena knockout. Safari knockout ipo. Kwa sababu nilitaka kuonesha wa Tanzania kwanza mchezo mzuri wa raza. Wameshaona. Safari hii sasa. No raza. Sasa hivi nenda kuchukua knockout ya mama. Knockout ya mama. Lazima nichukue. Shukrani. Pamoja sana.